mbele sioni, maji yafika shingoni, sina nuru usoni, niko moyoni, hata mbele sioni, maji fika shingoni. Kwa majina naitwa Modo Emmanuel. Kwenye tamthilia ya Nuru nimecheza kama Adrian. Adrian bwana ni mtu ambaye hakuwahi pata bahati ya kuishi na wazazi wake. Adrian analelewa na mtu ambaye amejitolea tu kuwa mlezi, ambaye ni Mr. Andrew. Lakini Adrian alipokuwa ajabu, huyo Mr. Andrew anayemlea yuko tayari kumfanyia baya lolote. Huyo Adrian yupo tayari kutumia hata nguvu za giza ili tu kumzuru yule mtu ambaye anamlea, na aliweza kumsaidia mpaka hapo alipofika. Adrian, mizimu ya Ana binti Mwilole imekuchagua kufanikiwa. Kuanzia leo, nyumba ya mzee Andrew utaimiliki kama yako. Ofisi ya mzee Andrew utaimiliki kama yako. Mizimu umesikia? Msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Nikisema nilivutiwa na hii karakta ya Adrian nitakuwa ni mwongo. Mwanzo sikuielewa kabisa. Ni kweli watu wanasema kwa ukiwa msanii unaweza kucheza karakta yoyote. Huo ni ukweli. Lakini kuna zile karakta ambazo unazijua kabisa hizi mimi wakiweka tu tuondoke, yani ni unyama. Kwa mimi nilipokuwa nikimtazama Adrian nilikuwa simuoni, yani sijioni. Kusema naweza nikampita kweli Adrian, nikaona hapana. Kiukweli nikamfuata director bwana, director wangu Matoo. Bwana Efraim yuko vizuri sana. Nikamfuata nikamwambia kiukweli mimi hapa siwezi director. Yani sijioni kabisa. Vilifanyika vikao vingi sana pembeni, director anakuja anambia bwana Adrian, mimi nakuona wewe. Yani wewe ndo unafaa kuwa Adrian. Wasanii wako wengi sana na wengi wananitafuta, wanahitaji kazi. Lakini mpaka nimekutafuta wewe, mimi nakuona huko. Na ukiangalia kwenye maisha yangu mimi sijaipita kabisa nilivyompita Adrian. Bosi, vipi? Nipo sawa. Au umefiwa bosi? Yesu nimekuja kula, endeleeni kula. Yesu nimekuja kujisaidia, endeleeni kujisaidia. Jina langu naitwa Hidaya Maheda na kwenye tamthilia ya Nuru nilicheza kama Naomi Andrew. Naomi kwanza ni binti mrembo, msomi, mwenye elimu yake nzuri tu na mtu ambaye mwenye misimamo mikali tiliza. Naomi ana mapungufu kupita kiasi, lakini ni mtu ambaye hakubali ushauri. Yani kifupi Naomi hashauriki. Analoamua jambo lake basi ndilo hilo, yani hata kubali mtu wote amshauri. Maadamu anakuwa kitu ameshakiamua, basi ndicho hicho ambacho anakifuata. Kitu kilichonivutia kucheza karakta ya Naomi kwanza misimamo yake. Cha kwanza, mimi binafsi pia ni mtu ambaye na msimamo, lakini nilipenda misimamo zaidi ya Naomi na nikapenda the way ambavyo anapokuwa ana present hoja yake kwa familia yake, kwa watu ambao wanajua kwamba hawa watu ambao kuna kitu fulani ambacho wamemfanyia, so wanatamani kuweka hoja yake na watu waitambue. So ile misimamo yake mimi binafsi nilipenda. Wakati nasoma script nilikuwa navutiwa na kile ambacho nakisoma kuhusiana na Naomi. Mimi ndo Mr. Mawazo. Nataka kumaliza matatizo yako yote na kupenda kupita kitu chochote. Tena sitaki ujambie sitaki.
nitakufa mimi hapa. Na ndio maana baba yako mzazi, walii wako, kanipa nafasi nizungumze na wewe. Nakupenda kupita kitu chochote. Naomba mamangu nimwambie nini baba yako sasa, kama umekubali au hujakubali? Mwambie sijakubali. Sini ambazo mimi ninazipenda au ambazo nimezipenda sana wakati na shoot. Kwanza kuna scene ambayo nilikuwa na shoot na Adrian wakati nilikuwa nimejiandaa natoka, then yeye akawa pia anagonga mlango. Amekuja kwa kanipaka mapumba usoni. Baada ya kuambiwa na mganga wake kwamba kipaka hivi basi Naomi atampenda na nini. So ile scene wakati tunafanya rehearsal pia kikweli ilikuwa inanifurahisha. Some the way Adrian ambavyo alikuwa na expressions zake za usoni, zile lines akati anazipresent kwa kweli mimi yani kikweli zilinifurahisha sana sana sana. Adrian. Naomi, umependeza. Mbona umependeza sana? Umepaka nini usoni? Unaenda wapi? Ndio kuna na boyfriend wangu. Boyfriend wa nini tena? Boyfriend wa nini tena? Mbona sikuelewi Adrian? Naomi, mimi ndo boyfriend wako. Sikiliza Adrian, naomba uache ukichaa wako. Naomi, hebu nitazame usoni. Nitazame usoni. Nini? Wewe unaona nilivyokuwa serious kwako? Niangalie. Sikiliza, yani sioni userious wote ulikuwa nao. Zaidi ya kuona umepaka mapomba gani usoni. Na scene nyingine ambayo naipenda pia ni scene ambayo nimeenda chumbani kwa Adrian. Of course nimeenda chumbani kwake kutaka ushauri baada kuwa nimeshapitia mambo mengi, sisikilizwi. Kwa hiyo kuna hali fulani ambayo Naomi alipitia mpaka kutaka kupelekea kujiua. Kwa hiyo kuna moment ambayo alikuwa anahitaji labda kuongea na mtu wa kumsikiliza aweze kujua hayo maamuzi ambayo anataka kuyafanya nini ya kweli au yani yanafaa au hayatafaa. Kwa hiyo at the same time Andy anakuwa ametoka kwa mganga, so alikuwa anaamini kwamba mimi kuingia chumbani kwake siku hiyo ni siku ndio yeye mganga wake alikuwa amefanya kazi, kwamba mganga wake ni kiboko. Kumbe mimi nilienda kwa ajili ya kutaka ushauri. Mambo ambayo nilikuwa napitia ilinipelekea mpaka kufikiria kutaka kuniua. Kwa hiyo ile moment wakati niko pale naongea na Adrian kutaka ushauri, kuna hisia fulani ambazo mimi binafsi zilikuwa zinanishika. Yani naona kama kuna watu au kuna wadada ambao mimi nimevaa viatu vyao. Karibu. Adrian, nimeona tu bora nije hapa mara moja ili uweze kunishauri kitu. Kwa sababu kiukweli sioni mtu yeyote wa kuzungumza naye hili. Naona kama dunia yote imenitenga. Na maumivu yanazidi kupangana siku hadi siku. Kufeli, kuchukiwa na baba, kusalitiwa na mtu unayempenda. Imagine sasa hivi nalazimishwa kuolewa na mtu ambaye ana umri sawa kunizaa. Yani mimi nimevaa viatu vya wadada wengi sana kupitia ile scene, kwa sababu zile lines ambazo zilikuwa zimeandikwa pale kwenye ile script kwa kweli speakers zinanigusa. Yani zilinigusa sana, na hata nilikuwa na present ile scene, moja kati ya scene yangu nzuri sana. Naipenda kiukweli. Naomi, umemjibu majibu gani yule kijana? Baba, yani yule kwako wewe ni kijana. Mtu nimemzidi miaka 4. Ana uzaidi gani kwangu? Baba, hata kama umenichoka jamani. This is too much. Kwa hiyo wewe utakuwa na amani kabisa mimi nikiliwa na ule mzee. Ni jambo la baraka kubwa sana. Basi mimi nimekataa. Naomi, acha ujinga. Yule ni mtu anayejielewa sana. Tena tunamfahamu kwa miaka mingi. Usinifanyie hivi. Wewe ni baba yangu.
Nilivyoanza kufanya mara ya kwanza, anza ule msimu wa kwanza, ni sini ya kwanza, ya pili, ya tatu, nilikuwa nafanya kishingo upande kwa sababu nilikuwa sijioni, kwa sababu tabia za Adrian zilinichukiza, kwa sababu nilivyokuwa nasoma kana Adrian mbona anazingua sana. Yaani ilinifanya kwanza nimchukie. Kwa hiyo nilipoanza kucheza mara ya kwanza, sini ya kwanza, ya pili, ya tatu, baadaye nikajikuta Adrian anaanza kuniingia vizuri. Kwa sababu kila nikiperform, director ananiambia, safi, ongeza hiki, ongeza kile, fanya hiki. Kama inanipa shida, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kama nilivyo na ninavyompenda Mwenyezi Mungu. Adrian nilimpita vile vile kama director alivyokuwa anataka na anatarajia kupata kitu kizuri kutoka kwangu. Adrian, hivi usikii? Hapana mzee. Adrian, nini hicho kwenye paji la uso? Hizo si chale hizo. Kwa hiyo nilimfanya vizuri Adrian. Mpaka sasa Adrian ukizunguka kila sehemu, ukisikia uko sehemu watu wanamsifia, watu wanasifia. Kuna wengine ndio hawawezi wakaipenda ile karakta yangu kwa sababu wanahisi yale ndo maisha yangu, kwa sababu Adrian ni mtu mwenye roho mbaya binafsi. Kwa hiyo kuna watu hawapendi ushirikina, afu Adrian hivyo vitu anavyo. Lakini mimi napenda niwaambie kitu kimoja. Yule ni Adrian na mimi ni Modo. Modo ana tabia hizo. Modo ni mtu ambaye kwanza ni mpole. Pili, Modo ambaye ni mimi ni mtu ambaye ana upendo. Modo ni mtu ambaye anamcha Mungu sana. Lakini mwisho, Modo ni mtu ambaye anapenda kujifunza kila siku. Dr. Alidi Kiboko. 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 Ti ti ti. Ti 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 ti. Ti. Kama Koffi Olomide. Baba. Ya tatu ni scene ambayo nilikuwa nachapwa na babangu. Yes, ile scene naipenda sana. Sijawahi ku-experience kuchapwa na baba, kwa hiyo ile ni scene yangu nzuri sana, naipenda sana. Yes, na naipenda kwa sababu ilionyesha kwamba sometimes misimamo ya Naomi ilionyesha kwamba ni jinsi gani misimamo yake pia inaweza kumletea madhara. Moja wapo ni hiyo sasa, kwamba kufikiria mbele. Kwa hiyo baba yake alichukua uamuzi wa kama baba sasa kuonyesha kwamba nina uwezo wa kufanya kile ninachokitaka. Na mimi pia niliweza kuicheza kwa namna fulani, niliona kabisa kwamba hapa mimi pia nilistahili kichapo. Yes. Unakuja ofisini kwangu kuleta upuzi, mambo ya kijinga. Yaani eneo langu la kazi unalifanya kama mazoea. We mtoto. Nisamehe baba. Na utaona. Changamoto wakati tuna shoot kubwa kabisa kwanza ni mabadiliko ya hali ya hewa. Naweza nikasema kutokana na mvua, mimi sometimes naenda kushoot, tunapanga labda malize mapema, lakini mvua ikinyesha basi mnajikuta mnashindwa kumaliza kwa wakati na kuhamisha production. Lakini pia kuna baadhi ya scene nyingine ambazo kidogo zinakuwa ni ngumu kuzicheza. Kwa mfano hizo scene za kuchapwa, ile kuchapwa na babangu, unajua kuigiza pia ni ruhusa kuonyesha uhalisia. Kwa hiyo ilibidi baba aonyeshe kwamba ananichapa, tena ananichapa na mkanda. Kwa hiyo mimi binafsi ni muoga kuchapwa, yaani kiuhalisia ni muoga sana. Kwa hiyo lakini ili kuleta uhalisia wa pale kwenye ile scene, ilibidi kuna baadhi ya take nimwambia baba inabidi anichape kweli, yaani kuonyesha kwamba ananichapa. Nilikuwa naumia, lakini inabidi aonyeshe kwamba baba hebu nichape kweli. Hapo director alisema bwana haina haja, ngambia bwana tuonyeshe uhalisia. Kwa sababu huwezi kuonyesha, of course ilikuwa tuliweka mto, nilikuwa nachapwa na mto, lakini mwisho wa siku watu pia wanapenda kuona kitu cha uhalisia. Hivi unavyonichapa hainisaidii chochote. Maumivu ambayo nilikuwa kwenye moyo wangu ni makubwa na ni makali.
hapa na huo mkanda hapo. Mimi kama Hidaya binafsi naweza nikasema mimi ni mpole. Mimi ni mpole. Mimi ni mtu ambaye of course na misimamo, lakini sijafikia misimamo ya Naomi. Mimi ni mtu ambaye napenda ushauri katika maisha yangu. Nina watu ambao karibu ambao wananishauri vitu vingi ambao mimi naweza kaa sivioni au sijui madhara yake mbele ya koje, lakini ni mtu ambaye napenda sana kushauriwa. Tofauti na Naomi. Naomi udhaifu wake mkubwa kwanza kutokubali kushauriwa. Ni mtu ambaye ana kiherehere. Mimi binafsi na kiherehere. Naomi ni mtu ambaye ana kiherehere sana. Kiasi ambacho imepokelewa kwa baadhi ya mashabiki kwamba wanafikiri kwamba mimi hivyo ndivyo nilivyo. Kiasi ambacho unajikuta unapata comment ambazo ziko very negative. Zinaumiza, wanadhani kwamba kile nilichocheza pale ndivyo nilivyo mimi. Kwa wanaonijua wananijua. Kweli ni mtu ambaye na msimamo, lakini kuna baadhi ya vitu kabisa siwezi kumfikia Naomi. Naomi, kama unamshirikisha Adrian kuhusiana na kukata rufaa ya mitihani yako, ni bora kabisa usimshirikishe. Kwa sababu Adrian ndiye aliyeonga walimu waliofeli. Wewe, Adrian, nyamaza. Huyu naomba niachie mimi. Mimi nafahamu kwamba lengo lako ni kuona tu kwamba hii nyumba haina amani. Kabisa. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Katu hautaweza kutugombanisha mimi na Adrian. Kikubwa sisi tupo kwa ajili ya kuelimisha, kuwafundisha watu. Mimi kupitia karakta ya Adrian kuna vitu ambavyo naamini kuwa watu watajifunza. Ikiwa kitu cha kwanza, watu naomba wajifunze kuwa wasiwaamini waganga. Yaani wasiamini masuala ya ushirikina. Ushirikina hauna issue. Yaani ni vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia labda kwa muda mfupi na vikapotea, au ni vitu ambavyo vinaweza vikawa havikusaidii. Lakini wewe una imani kuwa mganga amekupa dawa. Una imani kuwa hii dawa itanisaidia. Ile imani yako tu labda ndo unaenda kule, lakini mwisho wa siku ule mganga si kitu. Kiukweli nianze na shukrani kubwa sana kwa watazamaji wa series ya Nuru ambao wanatusupport na kutufuatilia. Wako tayari hata kama mtu amechoka kiasi gani, asubirie muda wa Nuru, aitazame ndo apate usingizi. Kitu ambacho napenda jamii ijifunze kupitia karakta ya Naomi, kwanza kabisa ni kutopenda kukurupuka katika kufanya maamuzi. Naomi amekuwa ni mtu wa kukurupuka sana. Yaani maamuzi mengine ambayo yanakuwa sahihi kwake lakini anajikuta anafanya. Na kutopenda kukurupuka pia sometimes pia inaingia pia katika kutaka kupenda kushauriwa. Kwa sababu angekuwa ni mtu ambaye anapenda kushauriwa kwa mambo mazuri, asingekuwa ni mtu wa kukurupuka. Kubwa zaidi pia namshukuru Mungu, nilipigiwa simu na naibu waziri. Alikuwa ni naibu waziri wa maji. Sasa hizi inaona ameteuliwa na rais kuwa naibu waziri wa masuala ya habari, ambaye ni Mary Priska Maundi. Alinipigia simu na kuniambia kuwa anaifuatilia series ya Nuru vizuri, na kubwa zaidi anaipenda sana karakta ambayo mimi nimecheza. Kiukweli tamthilia ya Nuru ni moja kati ya tamthilia ambayo ina matukio halisi ambayo tunakutana nao katika jamii yetu. Mfano tukio la babangu kumleta Juliana kama mke wake. Naamini kwamba ni tukio ambalo sio geni katika jamii yetu. Naweza nikashauri kwanza wazazi, kukosekana kwa mawasiliano sahihi kwa kati ya mzazi na mtoto ndiko ambako kunapelekea changamoto ambazo zinatokea kama kwenye Nuru, kama kwenye familia ya Naomi na baba yake. Kwa hiyo wazazi pia wajitahidi kuwe na bondi nzuri kati yake yeye na mwanae ili kuleta impact nzuri katika ulezi wa familia kwa ujumla. Kwa upande wa mahusiano, Naomi hana bahati. Na hii inapelekea kutokana na the way anapopenda kukurupuka, kupenda ushauri. Mfano alipokutana na John, amekutana kwa muda mfupi tu, lakini akajikuta ndani ya mwezi mmoja anataka mpeleke nyumbani, anataka mtambulisha, anataka muoe na nini. Kwa hiyo ilipelekea madhara makubwa kwake, hata uhasama pia kwa upande wa family friend, kwa sababu
kina Rita na Roda ni kama family friend wake, lakini baada ya kugundua kwamba anatembea na mtu ambaye pengine na yeye pia anatembea naye, kwa hiyo ikaleta kidogo kama kisasi fulani hivi ambayo kweli haikuwa nzuri. Kwa hiyo pia ni kwa sababu ya yeye kupenda kukurupuka, kutokupenda ushauri. Na kwa wale ambao mnamchukia Naomi kutokana na kilele chake, kutokana na kutokupenda kushauriwa, kiukweli kwa msimu ujao mtarajie tu hivyo. Yaani kama kumchukia basi ndio mtazidi kumchukia, kwa sababu matokeo yanayokuja huko ni ya kufurahisha zaidi. Kutokana na kazi ambazo nishawahi kuzifanya za nyuma na hii ya Nuru, kiukweli imenipa utofauti mkubwa sana. Kazi ambazo nimefanya za nyuma zilikuwa zinaonyesha kwamba ni mpole, mtikani mpole sana ambaye anaonewa, lakini anakuwa na msimamo yake ambao sio mikubwa sana kama ya kwa Naomi. Lakini kwenye hii ya Nuru imenifanya nijione kwamba naweza kubadilika zaidi, kwa sababu kitendo cha kuwa na misimamo, kuwa mkali, kutokubali kushauriwa ni character ambayo inabidi pia, mbali ya kuwa kwamba unaweza kupresent, kuiongea zile lines vizuri, lakini pia uweze kuvaa expressions zako zionyeshe kile unachomaanisha. Kwa hiyo imenipa tofauti mkubwa sana. Kumbe nimejiona kwamba ninaweza kuvaa uhusika wowote hapo nitakaopata kwenye kazi hii ya uigizaji. Kwa upande wa hii kazi ya Nuru pia inashukuru Mungu imeweza kuniongezea mashabiki. Sehemu naenda watu wanakufahamu, watu wanakutambua kwa jina la Naomi, wanakuita, wanatamani kukuuliza baadhi ya maswali. Wengi wanakuuliza hivi, Naomi hivi kwa nini unakuwa hivyo, lakini hivi kwa nini unakuwa shauriki? Hivi Naomi hivi vile ndivyo ulivyo kwenye Nuru ndivyo ulivyo, lakini wajikuta napokuwa tunakaa tunaongea na mashabiki zangu wanaona kabisa kwamba huyu tunaongea naye hapa ni tofauti kabisa na yule unayemwona kwenye TV.